X. Tuanze. Kisa cha usiku wa Jumanne kimewaacha wafanyabiashara katika eneo la Kamwangi, Gatundu, kaunti ya Kiambu wakihesabu hasara baada ya soko lao kubomolewa na watu wasiojulikana. Watu hao waliojihami na mapanga na marungu walisababisha uharibifu mkubwa na kuwaacha wafanyabiashara katika hali ya kusikitisha. Wafanyabiashara katika eneo la Gatundu, kaunti ya Kiambu wameachwa vinywa wazi baada ya soko lao kubomolewa na watu wasiojulikana. Tukio hilo lilitokea siku moja tu baada ya wafanyabiashara hao kuandamana kupinga ujenzi wa soko jipya katika eneo hilo. Walioshuhudia kisa hicho walidai kuwa waliotekeleza ubomoaji huo walikuwa wamekodishwa na walitumia tingatinga kuvunja miundombinu ya soko hilo. Tuliamkia wakora alikuja hapa na akabomoa soko na ametupora mali ya pesa mingi. Kwa hivyo sisi kama wakaaji wa hapa Gatundu, sisi tumeona kweli hatuna watu wa kutetea watu hapa. Wakizungumza na vyombo vya habari, wafanyabiashara hao wenye hasira walieleza kutoridhishwa kwao, wakisisitiza kuwa serikali inapaswa kukamilisha kwanza ujenzi wa masoko mbadala katika maeneo ya Gatukuyu na Gakoe ili kuwahifadhi wakati wa mpito. Awali serikali ilikuwa imetangaza mpango wa kujenga soko la kisasa la thamani ya shilingi milioni 380, soko ambalo linatarajiwa kuwa na vibanda vya kuuza bidhaa, vyumba vya kunyonyesha watoto na kituo cha teknolojia ya habari na mawasiliano. Ningestumu hiyo vitendo ilifanywa hapa ya usiku ya kubomolea watu soko yao, na tayari kuna soko mingi haijajengwa. Ile kitu wanatuahindia ni kutuahindia soko mpya na soko mzuri yenye sisi hatujaona. Watoto anasomesa na wanalelea kwa soko hii, wamekomboa nyumba hapa, wanapata muunga hapa. Sasa watapeleka watoto wapi? Wafanyabiashara sasa wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya kitaifa kuwajibika na kutoa msaada wa haraka. Wakati huo, uchunguzi kuhusu ubomoaji wa soko hilo unaendelea, huku mamlaka zikiahidi kuwasaka na kuwachukulia hatua kali wote waliohusika. Anyango Sylvia, Runinga KU.